Alhamdulillah wassana'u lillah wala hawla wala quwwata illa billah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ala mawala amma ba'd. Ani jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumaliza ibada hii ambayo katika yale masiku 10 tumemaliza, lakini tuna masiku mengine matatu mbele ambayo ni masiku ya kuchinja, yaumun nahar, siku ya kuchinja, ibada ya kuchinja. Ni vyema tu kutanabahisha umma au kuuzindua kwamba uelewe falsafa, lojiki tunayoipata kutokana na siku hii ya Idi ya kuchinja. Kama tulivyojifunza, tuna mafundisho mengi sana ambayo tunayapata na elimu kubwa sana tunayoipata kupitia tukio la historia ya baba wa kiimani mtume au nabii Ibrahim, katika namna ile aliyooteshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba anamchinja mwanake Ismail. Na nabii Ibrahim alipooteshwa na Mwenyezi Mungu akaona asifiche ile ndoto, moja kwa moja amuhadithie kijana wake ambaye nani nabii Ismail, kwamba bwana, kijana wangu mpendwa, mimi nimeoteshwa na Mwenyezi Mungu anni adhbahuka, mimi na kuchinja, fandhur madha tara, embu liangalie, itazame, ichuje, ipime hii ndoto, unaonaje wewe? Sasa nini lilikuwa jibu au mwitikio wa mtoto wake ambaye ni nabii Ismail? Alimjibu baba yake, ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min asabirin. Akamwambia, baba yangu kipenzi, fanya lile uliloamrishwa, muda wa kwamba aliyekuamuru Mwenyezi Mungu, aliyokuotesha ni Mwenyezi Mungu, basi fanya lile uliloamrishwa na utanikuta mimi ni mwenye uvumilivu, mwenye subra. Hapa tunajifunza kwanza kabisa ni utii na usikivu, kama tulivyozungumza, kwa viongozi, utii na usikivu kwa wazazi. Kunapokosekana utii kwa mdogo kwenda kwa mkubwa au kwa mtoto kwenda kwa mzazi wake, hapa hupatikanika mmomonyoko wa maadili, kwa sababu mzazi atakuwa anakuamrisha jambo, anakunasihi jambo na anakukataza mambo usiyafanya, pengine mabaya na madhara yatamtukanisha au yatatukanisha ukoo au yatatukanisha familia au yatatukanisha jamii. Wewe ukawa husikii wala humtii mzazi wako, ukaendelea kufanya mambo hayo. Unapoendelea kufanya mambo hayo, ndipo panapatikanika cheche za mmomonyoko wa maadili, kwa sababu Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Hivyo tuna kila aina na sababu kama wazazi kuwalea kimaadili watoto wetu wakiwa bado wadogo. Tukiwaachia wakishapinda na kunyongorota, baadaye huyu mtoto ukamwambia awe ana heshima kwa wakubwa, awe ana adabu, awe ana utii, awe ana usikivu kwa viongozi wake au kwa wazazi wake, tutakuwa tumechelewa. Hapa tunasoma kwamba tunaona kwamba nabii Ibrahimu alianza kumlea kijana wake nabii Ismaili angali mdogo katika makuzi na malezi ya kimaadili, na ndipo pale tunaona hata majibu ya nabii Ismaili alipoambiwa na baba yake kwamba anatakiwa kuchinjwa, na yeye alimjibu. Angalia, baba yake akamwambia, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka, ewe kijana wangu mpendwa. Lugha alotumia manake kwamba nabii Ismaili amemridhisha kiuadilifu, amemridhisha kimaadili, amemridhisha katika matendo yaliyokuwa mema, na ndio maana hata kumuita akamuita kwa lugha nzuri ya bunaya, ewe kijana wangu, hakika mimi nimeota ndotoni kwamba mimi ninakuchinja. Na yeye majibu yake yalikuwa akamwambia nabii Ibrahim kumwambia nabii Ismail, fandhur
madha tara, tazama we mwenyewe, fikiria, chuja, pima, chekecha, wewe unaonaje? Majibu ya Nabii Ismail, mtoto mwenye maadili, mtoto aliyelelewa katika makuzi ya kimaadili, malezi ya kiadabu. Alijibu akamwambia, ya abati, ewe baba yangu mpendwa. Sio leo faza dingi, yani tunapea wazazi, tunawapa majina ambayo sio, wengine wanasema mshua, imeleka vizuri, ndio tulivyowalea. Kwa hiyo wakituita washua, wakituita mdingi, yani vile hivyo ndivyo matokeo ya malezi. Lakini kwa sababu mzazi Nabii Ibrahimu alimlea mwanake Ismaili kwa malezi bora, naye akajibu, ya abati, ewe baba yangu mpendwa, ewe baba yangu mpendwa, ifal ma tu'maru, fanya lile uliloamrishwa, mimi sikaidi, kwa sababu naamini kwanza hiyo ndoto ni ya Mungu na Mungu anatakiwa atiiwe na asikizwe, lakini naamini kwamba wewe ni mtume wa Mungu, uweze ukafanya jambo baya. Lakini naamini lingine, wewe ni mzazi wangu, unanipenda, uweze ukanifanyia mimi mtoto wako ukatili, Kwa hiyo utanikuta mimi ni mwenye kuvumilia na mwenye subira juu ya hilo, na naamini kwamba hilo alilokotesha Mwenyezi Mungu ni sahihi. Baada ya hapo, ule mtihani alikuwa kapewa Nabii Ibrahim, alipofaulu basi Mwenyezi Mungu akamtuma malaika Jibril kwamba aende na kondoo iwe ni badala ya yule kijana wake, kwa sababu ule ulikuwa ni mtihani, si kwamba angemchinja kweli, lakini Mwenyezi Mungu alimpima. Je, huyu nabii kwanza msikivu kwa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo sisi pia kama jamii, kama binadamu, kama waumini, tunatakiwa tuwe watii na wasikivu kwa Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa Nabii Ibrahim. Kwa hivyo alivyofaulu vile, basi akashuka malaika Jibril kwa takbira ambazo leo tunazisoma, tunazifanya katika sikukuu na tutaendelea nazo mpaka katika haya masiku matatu mengine mbele, ambayo ayamu nahar, masiku ya kuchinja au ayamu tashrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Yani malaika Jibril au Gabriel alikuwa akishuka na huyu kondoo au huyu mnyama kwa kumkabiri Mwenyezi Mungu, kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumsifu nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Nabii Ibrahim ikabidi aache kumchinja manake, ndio alikabidhiwa yule kondoo akamchinja, badala ya kumchinja mwanake Ismail, akawa kafaulu ule mtihani. Na ndio maana hata tunamuona leo matukio katika mitume ambao ni babu wa mitume, baba wa mitume ni Nabii Ibrahim, ambaye tunamuita baba wa imani, ambaye tunaambiwa hata huko peponi yeye ni Khalilur Rahman, yani kipenzi wa Mwenyezi Mungu, msiri dui wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu shekhe, sio tukio ni kubwa, mtihani aliopewa ni mkubwa, mtihani aliopewa kumchinja mwanake. Kwa hivyo kafaulu, ikaonekana huyu ndio atakuwa mlezi wa watoto siku hiyo. Kwa hiyo tunajifunza utii na usikivu kwa viongozi, lakini utii na usikivu kwa viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa chama, lakini zaidi kwa Mwenyezi Mungu na mitume wake. Kwa fupi sana, kwa kumalizia, kwa hiki ambacho umekizungumza sasa, unabeba ujumbe gani kwanza pia kwa watoto wenyewe wa sasa, kulingana na aina ya malezi yaliyoko sasa? Una ujumbe gani kwa watoto na wazazi wa sasa, kwa maana watoto wa sasa hivi na wazazi wao wanatakiwa kufanya nini ili kujenga jamii ambayo ni bora? Kwanza tunatakiwa kuwajenga watoto wetu katika malezi ya kiroho, wamjue Mungu, wajue thamani ya utii na usikivu, lakini waijue heshima ya wazazi. Lakini wazazi sisi wenyewe tunapoishi ndani kwa watoto wetu, tuepukane na yale mambo ambayo tunaita sisi Kiarabu istislabil hadari, yani kunyakua ustaarabu usiokuwa kwako, ustaarabu wa kimagharibi. Leo kuna wazazi anaweza akampiga kisi mkewe mbele ya mtoto yupo, lakini kuna mambo leo katika hivi vyombo media, television, kuna picha ambazo haifai kukaa mzazi na mtoto au mkwe na mkwewe katika kutazama vitu hivyo. Kwa lazima tuhakikishe channel zetu tunazielekeza katika mazingira yaliyokuwa bora. Lakini tunapotaka kuangalia baadhi ya vitu pengine kama wazazi, basi tusipende kuangalia vitu ambavyo vifai kama muziki ya kunengua, watu kuvaa uchi na watoto. Leo tutajenga kizazi gani cha maadili?
hatutojenga kizazi chenye maadili, kwa sababu wewe mwenyewe baba na mama unaangalia filamu za wanunguaji wako uchi. Umefahamika vizuri, na mtoto yuko. Kwa hiyo mtoto ukimkuta naye kafungua na kazidi zaidi hapo, usimlaumu, jilaumu wewe kwanza, sababu wewe unaonekana unajua. Maelekezo ya vitendo ni bora kuliko ni maelekezo ya maneno. Yaani unasema hivi, unaamrisha hivi, lakini haufuati. Unaambia watoto waende kuswali, wewe huswali. Umefahamika vizuri. Kwa hiyo unatakiwa vile vipindi vya ibada, kama ni msikitini, beba familia yako msikitini. Kama ni kanisani, beba familia yako wapi? Kanisani. Hizi nyumba za ibada tusizipuuze. Hizi ndio zenye kujenga kizazi chenye maadili, utii na usikivu. Lakini haya mafundisho madrasa ambapo leo tunaweka kwamba ni jambo la nyuma, lakini maadili, usikivu na utiifu unapatikanika madrasa. Lakini tuzijenge familia katika hofu ya Mungu. Hilo ndo kubwa zaidi. Kwa hiyo mzazi, mlee kijana wako ili aje kukulea. Lakini mzazi mlee kijana, mfuge kijana wako, na wewe atakuja kukufa nini? Kukufuga. Kuna tofauti kati ya malezi na ufugaji. Sijui umeelewa vizuri. Malezi ni kwa maana unamwambia aende shule, skuli, unamlipia ada, unamwambia aende madrasa, unamwambia aende msikitini, unamtibia akiumwa. Haya ni malezi, unampenda. Lakini kumfuga, unamfuga, unampa chakula, hata ng'ombe unampa chakula. Umefahamika vizuri, akiumwa unamtibia, hata ng'ombe pia unamtibia. Sawa, lakini ng'ombe huwezi kumwamuru aende skuli wala aende madrasa. Unafuga. Kwa hiyo ukimlea kijana atakulea, ukimfuga na atakufuga. Nashukuru.